hafla hii kama mnavyoiona kwa jicho lingine unaweza kuona kama ni kitu kidogo sana, lakini ni kitu kikubwa sana, kwa sababu 100% ya watu wa Kigoma mjini nafikiri wako hapa, na chakula kama unavyoona ni kingi sana, yaani ni kingi kiasi kwamba vingine vitabaki, na wakitaka hata wabebe kwenye mifuko waende navyo, wana uwezo wa kubeba na wakaenda navyo. Umeona bwana, kwa sababu mbunge tulionaye sasa hivi ni mbunge kwanza wa aina yake. Nafikiri toka toka tumepata uhuru, nafikiri hatujai kupata mbunge mwenye design kama huyu. Sawa, na Kigoma sisi wote ni mashahidi, wamepita wabunge wengi sana, wengi mno, lakini hakuna mbunge aliyothubutu yeye kufanya matukio kama haya. Kwa sababu nikisema matukio kama haya, ni mbunge kutoa pesa zake mwenyewe za mfukoni kufanya vitu kama hivi. Tumeshazoea kuona wengi paka wachukue bajeti wapewe mishahara ya bunge, au mtu ndo anataka sasa akakope ndo aje afanye vitu kama hivi, lakini aina ya mbunge wetu tulionea sasa hivi ni mbunge ambaye anafanya vitu kwa kutumia pesa yake ya mfukoni. Kama tulivyoona watu wamepewa pikipiki, sawa bwana, pikipiki ni mfuko wa nani? Ni mfuko wake, yeye ndo anajua apite wapi apate pesa na kuja kuwafanyia wana Kigoma vitu kama vile. Sawa, amekaa mwenyewe kafikiria tufanye nini kwa mama zetu ambao wana masoko haya. Amekuja kugundua kumbe mama zetu wana uhitaji mkubwa sana kupata meza. Kawapa meza, ambacho ni kitu kikubwa. Kwa mtu mwingine anaweza akasema tu Baba Levo amechanganyikiwa, Baba Levo amekuwa mwehu, anawapa watu meza. Lakini wewe unaweza kutoa meza ukawapa akina mama sokoni? Ni mtu ambaye anafanya vitu kutumia IQ kwanza, akili yake inamtuma kwamba nikifanya hiki mimi nafanya vitu kwa sababu ya wazazi wangu, kwa sababu walioko masokoni humo asilimia kubwa ni wazazi wetu ambao wametuona, wengine wametulea. Kuna dada zetu mle, ukiwapa vitu kama hivyo ni vitu vikubwa sana. Haya, kitu kama wali tunaweza tukachukulia kwa kitu cha kawaida sana. Wali si tunaula manyumbani, lakini kuna ule wali wa mjumuiko. Sasa wali wa watu wengi ni mzuri kuliko wa nyumbani. Ndio maana unaona hapa leo watu wote wanafurahia wali, watu wanakula wali. Kwa hiyo sio kitu cha kusema kwanza ni kitu kidogo, ni kitu kikubwa sana. Wewe unafikiri kuna kilo ngapi za mchele zimeenda? Tani 4, sio swala dogo mzee, sio swala dogo. Ng'ombe zimelala hapa zaidi ya ng'ombe 8 9, sio swala dogo. Kwa hiyo ni tumpe hongera zake mbunge wetu, na kwa kweli tumuombe kwa Mwenyezi Mungu amuongezee uhai. Mimi naamini huko mbele watu watakuja kuona vitu vikubwa sana. Ndio hajaanza kazi anafanya vitu kama hivi. Je, akiwa kazini akapiga hata hiyo miaka 3 anachukua huo mshahara wa bunge, atafanya vitu gani? Atafanya vitu vikubwa sana katika mji huu. Kwa hiyo mimi niseme tu wana Kigoma kwanza wamuombe sana kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu wamepata mbunge ambaye ni mbunge ambaye anakuja kufanya vitu vikubwa sana katika mji huu wa Kigoma. Na kama alivyojiita mwenyewe kibarabara. Sawa, barabara mimi naamini kabisa barabara zitakuja nyingi sana. Sababu leo tuna mabarabara ambao mkipita huko ni vichekesho. Hata bodaboda haifiki. Lakini bwana kibarabara anakuja kusafisha mji. Umeona bwana? Mimi kwa kweli kwa kusema kwa jioni ya leo ni hayo tu.